kwa upendo wa Kristo. Tutumikie na kuwajibika akamkazia macho au na ukumbe moyo mtakatifu wa Yesu. Jamani, hapo nimeishia. Mwashamu baba askofu, mababa, watawa wote, kina baba wote mliopo, kwa sana. Shughuli yenu imefana. Mmekosa kitu kidogo tu. Mngetualika kina mama wengi ili tuwe tunawapigia vigelegele kwa kule. Kwa kweli sherehe imefana, usione vinaelea, vimeundwa. Kwa hiyo hongereni na Mwenyezi Mungu atutunze tena mwakani. Tukutane kama tulivyokutana kwa kibali chake. Mimi binafsi ndio mwanangu wa kwanza kuhudhuria kitu kama hiki. Kwa hiyo nimefurahi sana kwa mwana waka hapa kukubali kuja, basi imebidi na mimi nije. Nashukuru sana. Mimi naona sina mengi ya kusema kwa sababu hawata tayari tuna jambo letu tumelifanya huko kimya kimya. Naomba niachie kichwa cha nyumba na hekalu la Bwana. Lakini pia nimefurahi sana baba askofu msaidizi. Wamepewa masikio watusikilize. Sio jamani, wameambiwa hivyo au? Wamepewa masikio watusikilize. Kwa hiyo mimi naomba unisikilize. Karibu. Jamani, mpigeni makofi mengi sana. Mzee Kibozi kafanya mambo mazuri lakini katuangamiza. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Mwashamu baba askofu mkuu pamoja na askofu wetu msaidizi, baba mapadri wote ambao mpo, watawa, wanakwaya. Hawapo watakaoimba motoni kweli hapa? Haya. Na wanaume wenzangu mpo? Pigeni vigelegele vile vya kina baba nisikie. Sasa kuna mama mmoja alikuwa anatuambia vigelegele, umesikia mambo yalivyo rangi. Naomba kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa mimi na Mama Pinda nafasi ya kuja kushiriki kwenye tukio hili, na nilikuwa sijaona ukubwa wake mpaka baba askofu alipopata fursa ile ya kusema mje mpate baraka. Sasa ndio nilikuwa naona watu wanavyochomoka kutoka kwenye sehemu walizokaa. Mimi nikaona kumbe tuko wengi kabisa. Kama kaa kwenye turubai mgongoni uoni. Kwa hiyo nimefurahi sana kwamba ni tukio moja kwa kweli tumejiheshimisha sana. Tumshukuru Mungu kwa jambo hili. Waliotangulia walikwepa sana mambo fulani. Lakini mimi wasilionei tabu hilo. Anasema nilikwenda nikafika mpaka hapa lakini haikuwa bahati yangu nikaenda huku. Na mimi nilisoma seminari. Na watakumbuka kabisa kwamba unapokwenda pale ni mwanzo wa matumaini yako kwamba Mungu ameniita, kwamba labda uko kwenye grupu la wito wa kwenda na wewe kwa siku moja kiongozi wa kiroho. Sasa mimi nimeenda darasa la 5, 6, 7 na 8 enzi hizo. Fika la 8 wakaniambia baba huna wito. Sasa hapa jamaa alikuwa anajiuma. Huna wito, kubali tu yaishe.
ule wito ambao ulikuwa unafikiria wewe wakuja siku moja uje kuwa paroko wangu na nani, huo out. Lakini Mungu alivyo mwema amekutengenezea wito mwingine, ukaenda huko na sasa unajiitwa Chinyere, mbunge na nini. Hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kila wakati. Sasa kwamba ukupata kaupadri si hoja. Bado wewe ni mwana waka. Upende usipende. Sisi tulishajipa na vyeo vingine hapa, tukaanza tunajiita ex seminarian. Baba askofu mmoja akasema hapana, maparoko wa nyumbani nyewe. Kaambia Mavunde, hii sasa kazi. Sasa ukichanganya maparoko wa nyumbani ukachanganya dhana ya uwaka, huna ujanja. Wewe bado ni muumini yule yule, na useminari wako uliomeuonja ule tunategemea tutauona ndani yako. Hilo tusilikwepe. Kwa hiyo nikikuona Chinyere unakunywa pombe, unatembea mpaka unatembea unaanguka, nasema alisoma seminari huyu baba, sema yeye yaka. Hatukuelekezwa hivyo. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi mwashamba baskofu kwenye hili jambo kwa sababu wakati nilikuwa bado mdogo sana, hata akili yenyewe nilikuwa sijui kama nilikuwa najua na kwenda kufanya nini. Lakini baba yangu alikuwa ni katekista kwa miaka mingi tu. Kwa hiyo walipokuja mapadri kwa ajili ya masuala ya seminari haya, naye akaona hasa mtoto wangu firstborn wangu huyu, ngoja na mimi nimpeleke huko. Lakini I was too small kuelewa jambo lenyewe. Lakini alikuwa ametengeneza utaratibu mzuri. Mapadri wanapokuja kwa ajili ya kututumikia kiroho vijijini huko, wakatengeneza kwa utaratibu, mjukuu anaitwa Pinda, huyu Peter anakwenda kula na yule padri badala kula peke yake. Sasa wakati wanakuja kutafuta seminari, si padri akaniuliza, "Unataka kwenda seminari kwa nini?" Nikasema mapadri wanakula kuku na mimi nataka niwe. Sasa baba yangu hakunitombolea siri hii mpaka nilipokuwa chuo kikuu. Ndiye akaniambia, "Wewe ulishindwa kwenda kule kwa sababu kilichokuwa kinakupeleka kumbe kula kuku." Nikasema basi bwana. Lakini kama Waswahili wanavyosema Mungu si Athmani. Nimekwenda mwisho nikaishia waziri mkuu. Na kila wakati wanamwambia Mungu asante kwa zawadi kubwa uliyotujalia. Kwa hiyo mwashamba baba askofu mkuu, mimi ninachokiona hapa kikubwa ni kwamba waka tunayo kazi, lakini wakati mwingine tunajitazama kwenye level ya kinapinda na watu wengine hapa Mavunde. Lakini mimi konseni yangu zaidi ni kwa vijana wale ambao wameshavuka kwenye utoto, wako kwenye umri ambao katika mazingira ya kizamani kule unaambiwa kwa nini unakaa hapa hujaoa. Hiyo age 20, 21, 22, 23, 24 hapo. Nadhani kama uwaka labda tuangalie tuone tunaweza kuwa na ka program kanamna gani. Kakukutana na vijana wako bado wanaruka tu. Sasa tuone kama tunaweza kuwasaidiaje kuwajengea fikra zilizo sahihi. Kwa sababu ndoa nyingi zinavunjika na vijana wa siku hizi kwa sababu wanakurupuka tu. Wanakutana tu huko si wapi basi anasema tuoane. Wapi? Tuoane namna hiyo. Mtafika siku 2-3 mambo yameharibika. Kwa hiyo nadhani tunahitaji kutengeneza ka program fulani tuone namna ya kudili na hawa vijana every now and then, kuwakumbusha mambo fulani. Anapofikia hatua hiyo nyingine, akienda sasa kwa mababa kwa ajili ya mafundisho, akute kuna vitu vinaingiliana. Walivyosikia kutoka kwa wazee hawa, lakini sasa vinatoka kwenye midomo ya viongozi wa kiroho. Both kina mama, kina baba. Tukishirikiana haka kajambo kanawezekana. Na Dodoma hapa tulikuwa na muda fulani, sikumbuki ni miaka gani, ilikuwa tunapata nafasi ya kukutana na wazazi, lakini tulikuwa tunachanganya na vijana. Wako wanaita siku ya nini? Sio siku ya wapenda nao, hapana. Lakini ilikuwa something to do na mambo ya ndoa.
lakini kakaja kakafa njiani. Maybe we need to rethink on that one, tuone kama kanaweza kakawasaidia vijana. Madam mababu tupo, basi haina shida. Tumsifu Yesu Kristo. Langu la mwisho sasa, hili la mwisho ni baada ya kumsikiliza Mwashamba Askofu Mkuu, na mimi nataka nikiri mbele yake. Upendo sawa, haki barabara kabisa. Na juzi niliposikia somo la tulipokuwa sio wapi na tulikuwa Chato, nikasikia na kaneno na ukweli. Mambo matatu. Ukiwa mkweli kwa mkeo na mkeo akawa mkweli kwa mwanaume, tunaweza tukajenga upendo stahiki na tukatendeana haki. Hapa Mwashamba Askofu, sisi tuliokaa hapa mababa hawa, kimoja kikubwa ndani yetu, je, ninyi mnaaminiana? Ni uaminifu katika ndoa yenu? Wewe babu kienda unarudi saa 11 asubuhi, vipi? Tulikuwa na mkutano mrefu sana. Mkeo anaamini kweli hadithi? Kwa hiyo kuna kaneno hapa bado kanatuhitaji tujaribu kuona namna kwa tunakasema bila kukaogopa. Uaminifu ndani ya ndoa zetu. Ndio maana wakati mtu anapika masa, mimi nimechoka, bora niondoke tu, amekata tamaa. Sasa ukilikuta ni baba nalo ambalo nalo ni la ovyo ovyo, anakwambia nenda zako, kwani tulikuja mwenyewe hapa. Kalulete wewe, alafu sasa umepata sababu ambao kwa kweli kumsingizia tu. Tumsifu Yesu Kristo. Jamani, baada ya kusema haya, maana kuna jamaa mmoja alisema, nanyi wanasiasa mnapenda kusema sana. I hope sikusema sana. Naomba tu niseme, Mama Pinda alikuwa ananiuliza pale, unasikia wenzako hapo mwingine ametoa hivi, sasa wewe mstaafu unasemaje? Nikamwambia kwani lazima nitoe leo, sinaweza kutoa siku nyingine? Akasema sasa sijui mwenyewe utapima huko. Nilikuwa nikaweka kaela kidogo mfukoni huko. Sasa nimepanda hapa nikaona bora niondokane na hili balaa. Kwa hiyo wale mliotoa kamilioni na mimi nimetoa kamilioni hivyo hivyo. Mambo mengine Mungu atajua namna ya kuturejeshea. Baada ya kusema haya, basi naomba nisema asante sana, na kama Mapinda naendelea ukashukuru sana kwa sababu kananilea na mimi namlea vile vile. Sisingizia kwamba ni yeye tu. Kwa hiyo mkiweza kuleana hivi haina shida. Na wale wazee ambao mnanuniana tangu asubuhi mpaka kesho, hiyo tabia sio ya ndoa hiyo. Mimi nitakwambia siku moja baba taifa tuchekesha sana. Maana unajua kisha kwa kwenye nafasi hizi unapata watu wa kila aina na kesi za kila aina. Lakini akasema napata kesi moja hivi interesting. Wamegombana mume na mke wake ndani ya nyumba. Piga kabisa. Wageni wamekuja wanagonga mlangoni. Anasema mtu wa kwanza kutoka kawa ni mama. Kumbe mjali mwambia wewe nenda kakao pokea wageni. Sasa wakiona atulecheromo watatoa muni. Kwa hiyo kaenda pale anafuta machozi. Jamani karibuni. Karibu sana. Tupo tu. Wakaingia. Anasema wageni wale wameondoka. Mume akamwambia mama, sitarudia tena. Leo umeniokoa vizuri sana. Tungeaibika hapa kuona watu tumedundana kweli kweli. Nikasema bwana nalo ni somo. Ilikuwa ni hadithi alituchekesha lakini kakabaki kichwani. Asanteni sana, Mungu azidi kutubariki na mwakani tena tupate majambo matamu kama haya. Asante sana. 1 million pia ni makofi mengi. Naomba uende msalimie baba askofu hapa. Sasa naomba kila yeyote ambayo anataka kuchangia, naomba muone mkazini hapa, afu tutasoma. Mwashamba baba askofu, tuna mambo mawili tu yaliyobakia. Moja